Naam, wana ukuu wa Mwafrika, kuna taarifa kuwa inaonekana kwenye kambi hii iliyoko kule Qatar, ambayo ndio kambi kubwa ya Marekani, Al Udeida Air Base pale nchini Qatar, inaonekana ndege 60 za Marekani zimeshambuliwa. Okay, ni taarifa ambayo haijathibitishwa, kwa sababu ni lazima na wao pia wathibitishe, je, ni kweli ndege zao zimeshambuliwa au vipi? Lakini upande wa pili waga hawathibitishi taarifa za namna hiyo. Lakini taarifa ambayo imethibitishwa kabisa ni pale Israeli ndege 3 zimepigwa, na hizi ndege ziko kwenye uwanja wa Ben Gurion Airport. Hizi zimepigwa kwa sababu ya makombora ambayo Iran amekuwa akipiga upande huu ambao ni wa Israeli. Nafikiri hilo liko, na hiyo ni habari iliyothibitishwa, lakini ya ndege 60 bado haijathibitishwa, kwa sababu hii ni vyanzo kutoka kwenye taifa la Irani ndio wametoa hii taarifa. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia lazima ithibitishwe na pande zote mbili, ingawa upande wa pili kuthibitisha inakuwaga kidogo ina matatizo. Kwa mfano, nikupe mfano mmoja. Unaona hii USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier, meli kubwa ambayo ni ya kubeba hizi ndege za kivita, zikiwemo fighter jets, zikiwemo helicopters na zikiwemo ndege zinazofanya kazi kwa ajili ya upelelezi, huwa zinabebwa kwenye hii. Imewaka moto, na kuwaka moto huko, kuna taarifa zikawa zinasema ni makombora ya Irani ndio yamelipua hii meli. Ikabidi iondoke sasa kwenye ukanda huo wa maji ya Bahari Nyekundu kuelekea upande wa Souda Bay huko nchini Ugiriki, huko Ugiriki, kwa iende huko maana kwa ajili ya matengenezo na hivyo. Lakini taarifa kutoka Washington DC zinasema kuwa inaonekana ni askari waliiwasha moto hiyo meli, kwa maana kuwa hawataki kuendelea kupigana hivi vita. Sasa nafikiri unaweza kaona kwenye vita yote yanawezekana, kwa sababu wengi wanalazimishwa waingie kwenye vita, na vita ambavyo kabisa inaonekana ushindi hauko upande wa dini, hauko upande wa Marekani na Israeli kama walivyokuwa wametegemea. Imekuwa tofauti. Iran anaendelea kufanya huu mgogoro uwe ni mrefu zaidi, na Donald Trump pamoja na Israeli, wao lengo lao lilikuwa ni kushambulia na kuondoka na kuharibu kila kitu. Ndivyo ilivyokuwa, yaani wakidhani kuwa wataua wale viongozi haraka hivi waondoke, lakini wakashindwa kuelewa Iran kumbe wamekuwa wakiwasoma kwa muda mrefu zaidi. Kwa ndio maana ya taarifa hii. Mwana ukuu wa Mwafrika, tuna kitabu hapa ambacho kina, kama unavyokiona, laana ya madaraka, pesa na damu. Lakini tuna kitabu kingine na chenyewe kama unavyokiona, mfumo wa Kibabiloni na maisha magumu kwa wanadamu. Na hivi vitabu hivi basi unaweza ukavipata kwa bei ambayo ni bei rafiki sana, sio bei kubwa sana. Kwa hiyo kwa namna hiyo, ukifanya hivyo basi utakuwa unatuungisha. Utapiga namba hizo hapo kupata maarifa, kwa sababu vitabu vimejaa maarifa sana hivi, na ukivinunua hautajutia. Utapiga namba hizo kwa ajili ya kupata vitabu hivi. Asante sana. Sasa ukijaribu kuangalia, hii inakuja baada ya nini? Inakuja baada ya kuwa Israeli wameshambulia ndani ya Irani na kwenda kushambulia maeneo ambayo ni maeneo yana vinu vya kuchakata mafuta au vinu vya kusafirisha mafuta, au tuseme ni viwanda, maana hivi ni viwanda hivi, au sites ambazo ni tunaita ni oil sites. Wameenda kushambulia Israeli, jambo ambalo Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa amewakataza Israeli wasishambulie maeneo ya namna hiyo, kwa sababu alikuwa anajua kinachokuja ni nini, na Waajemi pale wanaenda na kile kitu kinachojulikana kama jino kwa jino, jicho kwa jicho. Kwa maana ukinipiga jicho na mimi nitakupiga jicho, ukinipiga kichwa na mimi nitakugonga kichwani hapo hapo. Sasa baada ya hapo tukaona na huyu Mwajemi akashambulia upande wa Saudi Arabia na akashambulia pia upande wa Qatar. Hasa kama Saudi Arabia ni kwenye kiwanda cha kuchakata gesi asilia, na pamoja na mahali ambapo kuna mitambo ya mafuta.
kote huko wamepiga, na hili jambo Saudi Arabia ameonya kuwa wewe Iran usifanye hivi tena, kwa sababu ukifanya hivi mimi sasa nitachukua tu. Lakini chini kwa chini wanasema huyu Saudi Arabia ndio anayemwambia Marekani endelea kuishambulia Iran, huku wanasema hatutaki vita, ila wao hawataki kuingia vitani. Kumbuke hilo, hawataki kuingia vitani. Kwa hiyo Saudi Arabia pamoja na Qatar hizi zimeshambuliwa. Sasa mtu mmoja akauliza swali, kwa nini Israeli ishambulie Iran alafu wao washambulie Saudi Arabia pamoja na Qatar? Kawa najaribu kumwelewesha kuhusiana na kuwa kwanza Irani kama tunavyokumbuka au kama tunavyojua walisema kuwa watakaposhambuliwa basi hivi vita vitakuwa ni vya ukanda mzima, na wamelitimiza hilo waliokuwa wameliahidi. Na Marekani alidharau kwa sababu vita labda vilivyo vinaonekana kuwa askari hawataki hivi vita, raia Marekani hivi vita hawavitaki, lakini pamoja pia na swala la sema shirika la kijasusi la Marekani na wao au mashirika ya kiintelijensia na wao pia hawavitaki hivi vita, lakini Donald Trump ndiye anayelazimisha hivi vita, na inaonekana amevutwa kwenye mgogoro. Amevutwaje? Labda tunarudi pale, wachambuzi wengi walisema kuwa inatokana na Epstein Files ambazo sasa hizi ndio zingempeleka pabaya Donald Trump. Kwa hiyo ili sasa ajiweke salama, ili ajiweke vizuri, lazima afanye nini? Lazima aingie kwenye mgogoro. Kwa hiyo ameingiza Marekani katika mgogoro ambao unaigharimu Marekani pesa nyingi, na mpaka sasa unaambiwa Wizara ya Ulinzi inaomba tena iongezewe budget ya masuala ya ulinzi, maana vita hivi pale namna vilivyo, Marekani unaambiwa wanatumia $1 bilioni kwa siku. Kwa sababu wewe kuendesha hizo meli, kuendesha hizo ndege, kuweka mafuta kwenye hizo ndege, haya hao wafanyakazi walivyo, kwa sababu naona mfano kama hii USS Gerald R. Ford, hii ni aircraft carrier ambayo inabeba ndege zaidi ya 90. Sasa ikibeba ndege zaidi ya 90, ujue ndege hizi lazima na zenyewe zina marubani. Na ndege zingine kwa mfumo zilivyoundwa unakuta marubani lazima wawe 2 au zingine wawe 3. Ukiachilia mbali zile KC 135 zile ambazo zinajaza mafuta hizi ndege za kivita zikiwa angani. Hiyo ni aircraft moja na inawafanya kazi zaidi ya 4,000. Sasa uhakikishe vyakula, uhakikishe posho zao, uhakikishe na mambo mengine yanayoendelea kwenye hiyo meli. Hiyo ni meli moja. Haya, kuna USS hiyo ni Gerald R. Ford, kuna USS Abraham Lincoln ambayo na yenyewe iko pale, kuna USS Winston S. Churchill ambayo na yenyewe iko pale. Kwa ukiachilia mbali hiyo, haya hawa Waajemi wanachokifanya wanatuma makombora, lakini wanatuma na wimbi la drones, drones vidogo ambavyo ni cheap sana na wanafanya uzalishaji mkubwa mno, umeona, na vikitumwa huko basi Mwajemi akivirusha kwenda upande wa pili, lazima wale waweze kuactivate mifumo yao ya ulinzi iweze kufanya interception. Sasa hizo interceptors zinazo intercept hizi drones kidogo, hiyo interceptor moja unakuta ni aina ya kombora hivi ambalo ndio linaenda kuzuia ile drone au kombora kama la Irani likija inaenda kuzuia. Hiyo moja inagharimu $3 milioni mpaka milioni 5, bilioni 10 za Kitanzania. Lakini unaenda kuintercept kidrones kimetengenezwa kwa gharama ya $10,000 ambayo ni sawa na milioni 25, au vingine $20,000 ambayo ni sawa na milioni 50. Yani bilioni 10 unaenda kuimwaga kwenye milioni 50. Unaona vita vinakuwa vigumu, hasa upande wa Marekani, kwa sababu Marekani wao ni fahari yao kupigana kushinda vita, alafu dunia ione nguvu walionayo, wakati upande wa pili wa Irani ni fahari kwao wao kufa. Wanapigana ili wafe, na wanasema tumeletwa duniani ili tufe, maana wakifa ndivyo hivyo wanakufa mashahidi, na wakifa mashahidi sio mwananchi sio nani. Ndio maana unaona mfano kwenye misiba inayotokea ya hawa viongozi wanaouawa na Israeli pale nchini Iran, unakuta watu wamekusanyika wengi, wasema hawaogopi labda watapigwa bomu. Yani wao kwao, yani wakipigwa bomu katika eneo kama lile pale ndio thawabu kwa Mungu wao. Ndio maana nikakwambia huo ni udhaifu ambao sasa Israeli anautumia. Ndio maana hata viongozi wengi wa Irani hawajifichi
Ndio maana wasikia leo kauawa huyu, kesho kauawa huyu. Sasa watu wanaumia, wale wanaoipenda Irani. Sasa mbona wanaua viongozi jamani? No, yani wale wakifa wao wanakuambia amekufa shahidi, na ndio maana huwa hawajifichi. Kama huyu mzee nani anaitwa Ali Larijani amekufa na miaka 67, anakuambia ndo amekufa shahidi pale. Kwa hiyo yani nyinyi hamtakiwi kulia. Sasa wewe unapigana ili uionyeshe dunia nguvu yako ulionayo, wenzako wanapigana ili wafe. Hivi vita wataviwezea wapi na wapi? Na nasikia tayari kule kwenye mlango wa bahari Hormuz ambao umeshindikana kufungua, ni kwamba wanaruhusu meli zipite hawa wa Iran, kwa sababu ndio wanamiliki ule mlango. Wanaruhusu meli zipite, lakini meli zile lazima zilipe kwa yuan ya Kichina, sarafu ya Kichina hii, sio kwa dola. Yani hii yote ni mpango wa kuiangusha dola, ule mfumo wa petrodollar system wa Marekani kuuangusha, kwa sababu wamekusudia kuiangusha. Maana kote huku walikuwa wanalipa kwa dola, ndio maana dola imekuwa ni sarafu yenye nguvu sana duniani. Kwa hiyo wengi wamejaribu kuiangusha, wakina Gaddafi, wakina Saddam Hussein, wote hao waliuliwa. Ndo juzi hapa wamekuja wakina Putin amekuja na mpango wake huo wa kupigana vita pale Ukraine, lakini sababu mojawapo ni kuangusha mfumo wa dola, ambapo sasa wakaanzisha na mmoja wao wa BRICS, kitu ambacho Donald Trump alikuwa na tishia kuwa hii BRICS nitawapandishia ushuru mataifa yote ya BRICS kwa sababu mnataka kuiangusha dola, lakini inaonekana dola inaendelea kuanguka upande wa mlango bahari wa Hormuz, na tunaambiwa Marekani amepeleka pale madege makubwa. Kumbuka ni Irani anayotutangaziaga siku zote kuwa Irani tumeshaimaliza. Sasa umeimaliza, unapelekaje madege makubwa haya popobawa hizi B2 Spirit au B2 stealth bomber, unapeleka pale, anabeba haya makombora yale makubwa GBU 57, lakini kwa pale wamesema watumia makombora ambayo ni GBU 75. Hii sio sawa na ile GBU 57 kwa sababu GBU 57 lile ni kubwa zaidi, na kazi yake haya ni kugonga eneo ambalo kuna ngome chini, alafu linaenda mpaka likifika kule ndo linalipuka. Sasa kule ndio kazi haya makombora, na waliyatumia kwenye vile vita vya siku 12, nakumbuka vile vya Irani na Israeli, waliyatumia katika kile walichosema kuwa kuna sites ambazo kunafanyika urutubishaji wa urani, Natanz, Isfahan na Fordo, huku waliyatumia. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa haya ndio ambayo nimetaka niwaambie. Ukweli ni kuwa Saudi Arabia pamoja na Katari wamepigwa, ni kwa sababu Iran alisema atapiga mahali popote ambapo maslahi ya Marekani yalipo kama akiendelea kushambuliwa. Ndio maana anasema jino kwa jino. Wamepiga Israeli, wameshambulia kule masuala ya nishati ya mafuta, na yeye ameshambulia huko kwenye mitambo yao, na Donald Trump amesema hakuwa aware na hilo, na amewaambia Israeli wasishambulie tena kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo ndo mambo yanavyoenda. Asanteni sana.